Masiga, ndio mwenyekiti wa chama cha korosho Tabora. Tulikuwa na kikao cha bodi kwa ajili ya maandalizi ya tarehe 25. Tunategemea tuwe na soko la awali katika mkoa huu, mkoa wa Tabora. Lengo tunataka tuwe na history basi kwa katika mkoa huu wa Tabora. Ni chama cha ushirika cha pekee na ambacho kilianzishwa na kimeanza kuuza korosho za chama. Itakuwa tarehe 25, lakini pia na wahamasisha sasa kwa wakulima wote wa mkoa huu wa Tabora. Tarehe 25 utakuwa pale kuna soko la Miemba pale, tutakuwa na soko kuanzia saa 3 mpaka saa 4. Kwa hiyo wakulima wote wanaohitaji kuja kuangalia soko la korosho linavyokwenda, basi tunawakaribisha sana waje. Mimi nikiwa kama mwenyekiti, cha kwanza nafurahia sana, nafurahia serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini pia hawa watu wa bodi ya korosho kwa kukubali tufanye soko, tuwe na soko katika huu mkoa wa Tabora. Nawapongeza sana, lakini pia nawapongeze pia na wakulima waliokubali kusubiri, kwa sababu kuna wakulima wengi sana ambao wamepeleka kuuza kwenye soko la Manyoni. Tumeikosesha ushuru serikali, lakini pia hata chama kimekosa ushuru. Kwa hawa wachache ambao waliokubali, tunauza korosho nyingi, ziko zaidi ya tani 14 ambazo tutategemea tutaziuza. Kuna tani 5.30 ambazo tumeshindwa kama chama kutokuwa na fedha kuzifikisha kwenye mnada wa tarehe 25. Kwa hiyo natoa rai kwa serikali, kwa mashirika, kwa makampuni, hebu watupe nguvu katikati hapa tuweze kuziwahisha hizo tani 30 ambazo tumeshindwa kuzifikisha kwenye soko, kwa sababu ndo chama tumeanza katika mambo magumu sana. Yaani tunachangishana, mara uze mahindi, mara ufanyeje, tumetumia nguvu nyingi sana kukisimamisha chama. Kwa hiyo natoa hii rai kwa serikali na makampuni, ili watushike mkono, tuwe na chama kitakachoendesha soko la mkoa wa Tabora, na ambalo litakuwa ni history kwa mkoa huu. Litakuwa ndo soko la kwanza kuuza korosho. Kwa hiyo nawakaribisha sana wananchi wote ambao watakuwa tayari tarehe 25 wafike kwenye eneo la Miemba. Tutakuwa na soko hapo, waje waone soko la korosho linavyokwenda. Korosho kwa sasa ni pesa, kwa sababu ndio linalokamata nafasi ya kwanza kwa Tanzania. Yaani ukiunganisha mazao yote, zao la korosho ndio linachukua nafasi ya kwanza kwa ushuru wa serikali, hata ushuru kwenye vyama, hata kwa malipo ya wakulima. Kuna masaa 75, yaani tukiuza tarehe 25 kuna masaa 75 pesa kwa wakulima zitawafikia. Kwa hiyo tunawaambia wote wakulima waje na akaunti zao, ili tusicheleweshe malipo haya ya korosho.